Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hatimaye Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, agonga mwamba katika kujiunga na NATO. Wanachama wa Ukraine hautawezekana tena na wala hautazungumziwa katika mkutano wa kilele wa NATO wa mwaka huu. Hii ni kwa mujibu wa gazeti la Bloomberg. Umoja huo unaongozwa na Marekani unajaribu kupunguza msuguano kati ya Washington na wanachama wengine, chombo hicho kimeripoti. Matarajio ya Ukraine kujiunga na NATO hayatatajwa katika mkutano wa kilele wa jumuiya hiyo baadaye mwezi huu, shirika la habari la Bloomberg limeripoti. Kwa muda mrefu Kiev imekuwa ikitaka kuwa mwanachama wa shirika hilo linaloongozwa na Marekani, lengo ambalo Urusi inaliona kama tishio kwa usalama wa taifa lake. Taarifa ya rasimu ya ukurasa mmoja ambayo ilionekana kupitia chombo hicho inazingatia tu malengo ya matumizi ya NATO, Bloomberg imeripoti. Hati bado inaweza kubadilishwa. Mkutano huo wa kilele mjini The Hague unaripotiwa kuwa utajumuisha tu chakula cha jioni na mfalme wa Uholanzi na kikao kimoja cha kazi. Kwa ufupi, ni tamko hilo ambalo litakuwa na mkusanyiko wa ripoti mbalimbali. Umeripotiwa kuwa umeundwa ili kupunguza uwezekano wa kutoelewana kati ya rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wengine wa NATO. Kinachokosekana katika taarifa hiyo ni matarajio ya Ukraine kujiunga na muungano huo wa kijeshi. Ahadi ya mwaka uliopita wa msaada wa kijeshi yenye thamani ya dola bilioni 45 haijarejeshwa pia. Ripoti hiyo iliongeza mnamo Julai mwaka 2024 ambapo katibu mkuu Jens Stoltenberg wa wakati huo alihimiza wanachama wa umoja huo kujitolea kwa miaka mingi kuendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Kiev. Matumizi ya kila mwaka katika kambi nzima yanapaswa kuwa yafikia euro bilioni 40 sawa na dola bilioni 45 kila mwaka chini ya mpango huo. Lakini ujio wa rais wa Marekani Donald Trump ulikuja kuvunja wanachama wa NATO, lakini pia na hata kiasi cha fedha ambacho Ukraine ilipaswa kukipata. Mwaka huu wanachama wa NATO wanatarajiwa kujitolea kutenga angalau 3.5% ya pato lao la taifa kwa ulinzi ifikapo mwaka 2032, tumia 1.5% ya ziada katika kulinda miundombinu na kuhakikisha utayari wa raia. Umoja huo unafikiria kuruhusu wanachama wake kuhesabu msaada wa kijeshi kwa Kiev kuelekea malengo ya matumizi, kulingana na Bloomberg. Katibu mkuu wa sasa wa NATO Mark Rutte anataka mkutano huo uwe ushindi wa Trump, ambaye amerudia wito kwa wanachama wa jumuiya hiyo kutumia angalau 5% ya pato la taifa kwa ulinzi, Bloomberg imeripoti ikitoa vyanzo kadhaa. Hata hivyo, baadhi ya mataifa ya NATO yatashindwa kufikia 5% kutokana na hali ya uchumi wa mataifa hayo. Miongoni mwa mataifa hayo ni pamoja na Ufaransa, ambayo itashindwa kuhakikisha bajeti ya ulinzi inafikia 5%. Lakini kwa upande wa Ujerumani hali kadhalika, hali ya uchumi imeshuka mno kiasi kwamba endapo itaongeza bajeti yake katika ulinzi, ni wazi hali ya maisha ya raia wa Ujerumani itazidi kuwa ngumu sana na hatimaye kubadilisha tena uongozi kama ambavyo walipiga kura baada ya kutokuwa na imani na kansela Olaf Scholz ambaye ameondoka mamlakani na kuingia kwa Friedrich Merz. Mapema mwezi huu AFP imeripoti kwamba viongozi wa NATO wangeepuka kujadili wanachama wa Ukraine katika mkutano ujao wa kilele katika jitihada za kupunguza mvutano kati ya Marekani na EU. Rais wa Marekani anataka kuwezesha makubaliano ya amani kati ya Urusi na Ukraine. Amefutilia mbali uwezekano wa Kiev kujiunga na NATO. Urusi inautazama upanuzi wa kambi hiyo ya kijeshi upande wa mashariki kama ni tishio na imetaja kuwa moja ya sababu kuu za mzozo wa Ukraine. Maafisa wa Urusi wamewahi kusema mara kadhaa kwamba kuingiza Ukraine katika umoja huo itakuwa ni kuvuka mstari mwekundu, na wamesisitiza kuwa nchi hiyo ibakie isiwe na upande wowote. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.